Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Karibu katika mkusanyiko wa habari na matukio kwa zile taarifa mbalimbali za kijamii tulizokukusanyia kwa juma zima. Jina langu ni Samuel Paul, machache kati ya mengi tulionayo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kupanua huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani. Bunge limepitisha bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 kwa kura za ndio 385 sawa na asilimia 97. Na waziri wa fedha amependekeza marekebisho ya sheria ya 27 ili kuwezesha utekelezaji wa bajeti kuu ya serikali. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi. Taarifa zetu tunazianzia kutoka mkoani Kilimanjaro. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo na taasisi za afya itaendelea kupanua huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani katika kanda mbalimbali za nchi ili kupunguza mzigo wa safari, gharama za matibabu na msongamano wa wagonjwa katika vituo vya matibabu nchini. Rais Dr. Samia aliyasema hayo wakati wa uzinduzi wa jengo la tiba mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro. Tupate taarifa zaidi. Serikali katika mwaka wa fedha wa 2026-2027 bajeti tulioipitisha juzi na Bunge imetenga takriban shilingi trilioni 1 bilioni 800 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele vya sekta ya afya, ikiwemo kuboresha upatikanaji wa huduma, dawa na vifaa tiba. Tunafanya hivi tukitambua kuwa uwekezaji katika afya ni uwekezaji katika nguvu kazi ya taifa na ustawi wa familia zetu pia. Tunapoendelea na safari ya maendeleo, taifa letu linaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo. Malengo yaliyowekwa ya dira 2025 hayatotimia kama hatutokuwa na watu wenye afya na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Ndio maana tunatoa kipaumbele katika sekta ya afya. Kutoka huko Kilimanjaro tuelekee huko Dodoma. Bunge limepitisha bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027 kwa kura za ndio 385 sawa na asilimia 97. Sambamba na sheria ya fedha ya mwaka wa fedha 2026 ambapo serikali imetoa ufafanuzi wa sababu za asilimia 25 ya fedha na tozo kwa ajili ya mfuko wa barabara kuelekezwa mfuko mkuu wa hazina kwa ajili ya kulipa deni la taifa. Jennifer Mrema ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi. Matokeo ya kura hizo yametangazwa na Spika wa Bunge Mheshimiwa Musa Zungu, ambapo ameeleza kuwa kati ya wabunge 393 waliopiga kura, wabunge 385 wamepiga kura ya ndio, wabunge 8 kura ya hapana, huku kukiwa hakuna kura ya kutokuamua. Bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 385 sawa na asilimia 97.96. Waziri wa Fedha Dr. Hamisi Musa Omari akihitimisha hoja yake amesema zaidi ya asilimia 40 ya fedha zinazokopwa na serikali zitatumika katika miradi ya barabara, maji, nishati na reli. Hivyo asilimia 25 ya fedha za tozo kwa ajili ya mfuko wa barabara zinapelekwa hazina ili kuchangia kulipa deni la taifa. Serikali vile vile inatarajia kuanza kutekeleza uamuzi ambao umepokelewa kwa hisia bora kabisa hapa bungeni, uamuzi wa kuanza kupeleka moja kwa moja fedha za mifuko yenye vyanzo maalum kwenye akaunti za mifuko hiyo ili kuimarisha usimamizi wa miradi ikiwemo kulipa madeni ya wakandarasi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa deni la MSD tunaomba tutoe ufafanuzi tu kwamba katika miaka mitatu iliyopita
mwaka 2023 hadi 2023/24 hadi 25/26, serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 945.04 kwa bohari ya dawa ya MSD kwa ajili ya kugharamia ununuzi na usambazaji wa dawa. Kwa upande wake, waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema kuwa katika mpango wa maendeleo wa miaka mitano, kipimo cha mafanikio ya sekta za umma na binafsi ni namna zitakavyowasilisha ajira hasa kwa vijana. Na Mheshimiwa Rais ameelekeza kuwa tume ya nje ya vikao ijigeuze kuwa chombo cha usimamizi, yani delivery bureau. Kwa sasa mwendo ni utekelezaji. Na katika utekelezaji wa dira 2050, Tume ya Taifa ya Mipango itapima, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu, itapima mafanikio kwa kuzingatia viashiria vya upimaji vinavyozingatia matokeo ya utekelezaji wa program na miradi ya maendeleo katika kukuza na kuzalisha ajira. Na hatutapima kwa kuangalia idadi ya shughuli au kazi ambazo zimetekelezwa. Kwa hiyo hoja hapa ni viashiria vya upimaji vinavyoangalia matokeo, na tumeweka kila sekta za kipaumbele zipo 12, viashiria vipo 206, kila sekta ina viashiria vyake, na tumia hivyo kupima. Kwa hivyo msitupime mafanikio kwa idadi ya shughuli, tunataka tuone mafanikio kwa kuangalia viashiria vya matokeo. Bajeti kuu ya serikali iliyopitishwa na bunge ni zaidi ya shilingi trilioni 62.3, ambapo spika amesema bunge litaendelea kufuatilia utekelezaji wake ili kuhakikisha fedha hizo zinatumika kutekeleza mipango iliyoidhinishwa. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, Hope Channel, Tanzania. Tukisalia hapo Dodoma, Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amependekeza marekebisho ya sheria 27 ili kuwezesha utekelezaji wa bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2026/27. Akisoma maelekezo kuhusiana na muswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2026, Waziri wa Fedha Balozi Hamis Omar amesema mabadiliko hayo yatawezesha kuboresha mazingira ya kibiashara kama kilimo, afya na nishati ili kuchochea sekta ili kuongeza uzalishaji na kuongeza kipato. Unapendekeza kurekebisha viwango vya kodi, tozo na ada zinazotozwa chini ya sheria mbalimbali za kodi, pamoja na kuboresha mazingira ya biashara, kuweka na kuboresha taratibu za ukusanyaji na usimamizi wa mapato ya serikali ili kuchochea katika sekta za kimkakati ikijumuisha viwanda, kilimo, nishati na afya ili kuongeza tija na uzalishaji, kukuza ajira na kudhibiti mapato ya serikali. Balozi Omar ameongeza kuwa lengo la maboresho hayo ni kuongeza mapato ya serikali na kuongeza mazingira bora ya uwekezaji, lengo ikiwa ni kuendana sawa na misingi ya ulipaji kodi. Lengo la marekebisho haya ni kuakisi thamani ya mapato ya serikali na kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika na kuweka mazingira bora ya uwekezaji. Pili, kuongeza masharti kuhusu utozaji wa ushuru wa bidhaa kwa watoa huduma wa kigeni kwa njia ya mtandao wasio na makazi ya biashara nchini na wanaouza moja kwa moja kwa watumiaji wa mwisho. Mwenyekiti wa kamati ya bajeti Mashimba Ndaki, wakati akisoma mapendekezo ya kamati hiyo, amesema kuwa serikali imekusudia kufanya marekebisho ya sheria ya usimamizi wa kodi ili kuweka masharti ya adhabu kwa makampuni yatakayokuwa yamekwepa kodi. Marekebisho kwenye sheria hii ili kuweka sharti la mtu ambaye anatakiwa kulipa kodi ya mapato yatokanayo na ajira au biashara kuomba namba ya mlipa kodi ndani ya siku 15 tangu kuanza kwa shughuli husika. Pili, kuweka sharti kwa kampuni inayojihusisha na ujenzi pamoja na sekta ya uziduaji kuwasilisha kumbukumbu ndani ya siku 30 kwa njia ya elektroniki ya makampuni ambayo yamepewa zabuni kwa kamishna mkuu kwa kutumia fomu maalum. Nao baadhi ya wabunge wakichangia mswada huo wamesema kuwa ni vyema serikali kuangalia baadhi ya malipo kama vile luku, swala hilo liangaliwe ili isije kuchanganywa na huduma muhimu. Vile serikali imepongezwa kwa kufanya vizuri kutoa tozo kwa viwanda vya ndani vinavyozalisha sukari. Serikali imekuja na pendekezo ya kwamba property rate iunganishwe na mfumo wa luku. Waheshimiwa wabunge,
Hili jambo naona kama vile linataka kuleta mchanganyiko hapa, kwa sababu kama kodi ya majengo inamhusu mmiliki, inakuwaje kodi hii itumike katika mfumo wa luku? Kwa sukari lazima, kwa sukari ni hitaji la msingi sana kwa Mtanzania. Kwa kitendo cha serikali kusikiliza kamati na kuondoa ile kodi, hasa kwa viwanda vya ndani ambavyo vinazalisha sukari, kuna Kilombero, kuna TPC, kuna Mkulazi na viwanda vingine, na sugar gap sasa hivi kwa kiwango kikubwa imepungua sana. Kwa hiyo ni heri serikali ikatoza sukari zinazotoka nje. Hiyo inaweza ikawaepushia Watanzania usumbufu, hasa watoto wadogo ambao wanategemea uji wenye sukari, wagonjwa wote. Tukiugua, uji ndio chakula ambacho unaweza ukakitumia. Kwa hiyo kodi hii ilikuwa inaenda kuwatuisha mzigo wa Tanzania. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, Hope Channel Tanzania. Asante sana Jennifer kwa taarifa hiyo. Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amewaasa Watanzania kuendelea kulinda afya zao kwa kuzingatia ulaji bora wa vyakula ili kujiepusha na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Amani Msoma kutoka Dar es Salaam ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi. Hayo ameyasema wakati akifungua mkutano wa 3 wa kimataifa wa mkakati wa kikanda wa Pen+ wa kukabiliana na magonjwa makubwa yasiyoambukiza barani Afrika. Serikali imeboresha miundombinu ya afya kwa lengo la kusogeza huduma kwa wananchi. Na sisi kama serikali tumekwishaanza kuchukua hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunapeleka senta zetu za vipimo, tunapeleka zahanati, vituo vya afya na kuzisogeza karibu kwa wananchi, ili kuwafanya wananchi kwanza kuyatambua magonjwa haya. Lakini mimi mwenyewe nilianzisha programu ya kupima afya. Programu hii ambayo inajulikana kwa Ijue Namba Yako inatuwezesha Watanzania kwenda kufahamu changamoto tulizonazo kuhusu magonjwa mbalimbali ya moyo, kuhusu changamoto tulizonazo kwenye changamoto za figo, changamoto mbalimbali zilizopo kwenye sickle cell na changamoto nyingine mbalimbali ambazo tunaweza kuzitambua iwapo tukipima mapema. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani WHO Kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi amesema utafiti unaonesha 37% za vifo vyote hutokana na magonjwa yasiyoambukiza. 37% ya vifo vinavyotokea sasa hivi kwenye bara letu vinasababishwa na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, na kuwekea hesabu rahisi tu kwamba kila watu 100 wanaokufa 37 wanakufa kwa ajili ya matatizo aidha la moyo, la kisukari au. Pili, analeta sababu kubwa ya watu kufariki mapema, kwa kitaalamu tunaita premature death, yani unafariki kabla hujafikia birthday yako ya 70. Aidha, mkutano huo umewakutanisha watafiti, madaktari na mawaziri wa afya kutoka katika nchi 47 za Afrika. Pia umewahusisha mama na baba lishe ambao hutoa huduma ya chakula ambacho hutajwa kuwa moja ya chanzo cha magonjwa yasiyoambukizwa. Wamekuwa na haya ya kusema: tunataka hata watoto wanapopewa vyakula vya shule viwe vina virutubisho na vyakula bora. Na maana yangu ni nini? Tunapoanzia chini kabisa kama ulivyouliza, ndio watu ambao ndio taifa la kesho. Tukianza kuwalinda wakiwa wadogo, ndio tutalinda taifa la kesho. Kwa hiyo tumefika mashuleni na tunaendelea kwenye jamii. Kauli mbiu yetu sisi Mama Lishe inasema pika kishua ilinde afya yako, chumvi kidogo, mafuta kidogo, na usifunike mifuko. Mara nyingi Mama Lishe wengi wamekuwa wakifunika mifuko ya nailoni kwenye chakula, wamekuwa wakiweka mafuta mengi kwenye chakula. Lakini cha msingi kabisa nasisitiza Mama Lishe, tupike vyakula, tuangalie chumvi, tuangalie afya za wateja wetu, tusiweke sukari nyingi kwenye chai ama uji, kwenye vitumbua, tuzingatie afya na tupike kwa usta. Tunapopika ubwabwa tusifunikie mifuko ya rangi, ni hatari sana.
tunaweza kuleta magonjwa yasiyoambukizwa, kwa sababu mtumiaji anaweza akatumia akapata kansa, akapata presha na kisukari na magonjwa mengine kama hayo. Mkutano huo wa siku 3 unaofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa JNICC Dar es Salaam utahitimishwa Alhamisi Juni 25 mwaka 2026. Nikiripoti kutoka hapa JNICC Dar es Salaam, Amani Msoma, Hope Channel Tanzania. Tuelekee huko Morogoro. Serikali imewataka vijana nchini kuepuka matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii pamoja na kauli na vitendo vinavyochochea chuki na kuhatarisha umoja na mshikamano wa nchi yetu na kupunguza imani ya wananchi dhidi ya serikali. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa hiyo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amesema haya mkoani Morogoro alipokuwa kwenye jukwaa la vijana wa vyuo vikuu mkoani hapa na mikoa ya jirani lililoandaliwa kwa lengo la kuwajengea vijana hao uwezo wa kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, ambapo amewataka vijana hao kuhakikisha wanaepuka vitendo hivyo. Matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanaweza kusambaza taarifa zinazopotosha na kuhatarisha umoja wa taifa. Habari za uongo na propaganda zikisambaa kwa taarifa zisizo sahihi kunaweza kuleta taharuki, mgawanyo na kupunguza imani ya wananchi kwa taasisi za umma. Chuki za kisiasa na kijamii, kauli na vitendo vinavyochochea chuki vinaweza kudhoofisha mshikamano na kuvuruga amani ya taifa. Matumizi ya teknolojia kufanya utapeli, wizi wa taarifa na mashambulizi ya kimtandao ni tishio linaloongezeka kwa taifa. Hivyo vijana tulioko hapa leo tunatakiwa kulikemea jambo hili. Aidha, amewaasa vijana hao kuepuka kabisa matumizi na biashara ya madawa kulevya, kwani kunaharibu nguvu kazi za vijana, ambapo pia amesema rushwa na mmomonyoko wa maadili vinazoofisha maendeleo endelevu ya taifa letu. Matumizi na biashara ya dawa za kulevya huharibu afya, nguvu kazi za vijana na kuchochea uharibifu katika jamii. Rushwa na mmomonyoko wa maadili hivi vinaleta kudhoofisha utawala bora, haki na maendeleo endelevu ya taifa. Ndugu zangu, nipende kuhakikishia vijana kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuwajengea vijana mazingira bora, ikiwa kuimarisha elimu na mafunzo ya ujuzi. Tulikuwa tunaandaliwa na wakina profesa hawa kwa ajili ya kuihami Tanzania kwa namna yoyote. Kwa hiyo yule bwana alipokuwa ananipeleka Cuba, alikuwa akili yake tunawaandaa hawa vijana kwa ajili ya kuihami Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna yoyote. That is the lesson we are imparting today. This is our country. Lazima tuilinde kwa gharama yoyote. Naye mkuu wa mkoa wa Songwe na mwenyekiti wa taasisi ya uongozi inayoitwa Tanzania Leadership Foundation, Jabiri Makame, amesema taasisi hiyo inatoa mwelekeo wa vijana kuwa viongozi wenye maono kwa ajili ya taifa la kesho. Vijana wazalendo, viongozi wenye maono, viongozi wa kimageuzi, wenye uwezo wa kutoa uongozi unaohitajika, kwanza kujiongoza wao wenyewe binafsi, lakini hali kadhalika kusaidia kutoa uongozi unaohitajika kwa taasisi za umma, lakini hali kadhalika kwa taasisi binafsi, pamoja na kutoa uongozi unaohitajika kwa jamii. Na kazi hiyo tunaifanya kupitia programu hizi, ikiwemo uongozi vijana, uongozi forum, lakini hali kadhalika programu ya uongozi chat, pamoja na programu zingine ambazo tumekuwa tukizifanya na tutaendelea kuzifanya kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali kwenye sekta binafsi pamoja na sekta ya umma. Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe, Hope Channel Tanzania. Taarifa ya Warioba Igombe inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.
Ewe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zao ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014. Na tumerejea tena na sasa tuelekee huko mkoani Katavi ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Katavi imeendelea kusikiliza changamoto za wafanyabiashara mkoani humo kupitia ziara maalum ya meneja wa mkoa huo Benward Limo pamoja na timu yake iliyowatembelea wafanyabiashara kwa lengo la kupata maoni yao kuhusu huduma za kodi na kubaini changamoto zinazowakabili ili kutafuta ufumbuzi wa pamoja. Tupate taarifa zaidi. Wakati wa ziara hiyo, wafanyabiashara mbalimbali wamepata fursa ya kueleza kero na changamoto wanazokutana nazo katika shughuli zao za kila siku, huku maafisa wa TRA wakisikiliza na kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali ya kikodi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za mamlaka hiyo za kuimarisha mahusiano na walipa kodi pamoja na kuboresha utoaji wa huduma. Nilikuwa naomba tu labda serikali, kwa sababu wafanyabiashara wengi hawakwenda shule. Sasa kama hawakwenda shule, ingerekebisha ili wafanyabiashara waweze kukua kwenye hii amount walioweka, kwamba ukifikia milioni 200 uweze kuweka mhasibu. Wengi ambao hawajasoma anaogopa sana kwanza akisikia anaajiri mhasibu. Changamoto tunayokuwa tunaipata hasa sisi wafanyabiashara ni hizi risiti za EFD pale zinapokuwa zinapata shida, aidha imeharibika. Kuna muda tunaambiwa kwamba zina mwisho wake wa matumizi. Ila mimi nilikuwa napendekeza kama hiyo mashine tungekuwa tuletewa hizo mashine zisiwe na mwisho, kwa sababu ikifikia mwisho naambiwa ununue mpya. Hiyo sisi inatuumiza. Kwa nyuma tulikuwa tunalipa, yani unakaa mwaka mzima, unaenda unakadiriwa, unalipa hela ya mwaka mzima. Unaona? Lakini baadaye ndio ukaja mfumo sasa huu wa kulipa kwa awamu wa miezi mitatu. Kwa hiyo kwa kweli ilileta urahisi mkubwa sana. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, meneja wa TRA mkoa wa Katavi Benward Limo amesema ushirikiano kati ya TRA na walipa kodi una mchango mkubwa katika kukuza biashara na maendeleo ya taifa, huku akiwakumbusha walipa kodi ambao bado hawajalipa kodi ya awamu ya pili kuhakikisha wanatekeleza wajibu huo kwa wakati ili kuepuka adhabu zisizo za lazima. Tuko tayari kuwasikiliza, kutatua changamoto zao, kuwapa huduma iliyo bora ili biashara zao zizidi kukua. Tukiwa tunaelekea kutimiza miaka 30 ya mamlaka ya mapato ya Tanzania, tumewashukuru sana kwa ushirikiano wao katika ulipaji kodi, na kwa wale wote ambao hawajalipa kodi ya awamu ya pili tunawakumbusha kuhakikisha kwamba wamelipa kodi hiyo kabla au mnamo 30 Juni 2026. Na hii itasaidia kuondolea adhabu ambazo si za lazima. Hata hivyo, Limo amebainisha kuwa shughuli hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya TRA. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Pita. Kutoka huko Katavi tuelekee huko mkoani Mbeya. Zaidi ya wakulima milioni 1.3 katika mkoa ya Ruvuma, Mbeya, Songwe na Rukwa wanatarajiwa kunufaika na matumizi ya teknolojia ya kidigitali inayowawezesha kubaini afya ya udongo pamoja na viwango sahihi vya mbolea kupitia simu za mkononi, hatua inayolenga kuongeza tija na kuongeza uzalishaji wa mazao nchini. Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya mkulima yaliyofanyika katika wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, mtaalamu wa kilimo kupitia mradi wa ustahimilivu na uendelezaji wa kilimo na afya ya udongo, Fredrick Mloe, amesema matumizi ya teknolojia ya kidigitali ni nyenzo muhimu katika kuongeza tija, kupunguza gharama za uzalishaji na kuboresha mavuno kwa wakulima. Jumla wa wakulima tutakaowafikia kupitia mradi huu ni 1,300,000 katika maeneo hayo kwa teknolojia zetu tutakazozitengeneza. La kwanza ni majaribio katika mazao makuu ya mahindi, viazi na mpunga. Na eneo la pili itawasimamia uchukuaji na uchakataji wa afya ya udongo katika mikoa hiyo. Aidha, watafiti hao wamehimiza wakulima kutumia mbolea kwa kuzingatia mahitaji ya udongo pamoja na kutumia mbegu bora za kilimo na zilizoidhinishwa ili kuongeza uzalishaji na kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Sisitiza wakulima watumie mbegu iliyo sahihi, lakini pia tunasisitiza matumizi ya mbegu changa, kwa maana kwamba mbegu hizo zikipandwa kwa wakati zinapacha kirahisi na matumizi sahihi na mbegu sahihi. Lakini hapa tuna ushahidi kabisa kwa mkulima huyu hapa kwamba ana uhakika sasa wa kwenda mpaka gunia 46 kwa ekari moja kutoka gunia 30 za mwanzo. Tunasisitiza mkulima pande mbegu ikiwa na umri wa siku 14, akichelewa sana iwe ni siku 21. Lakini jambo linalofuata hapo ni uwekaji wa mbolea. Baada ya kupandikiza miche, siku ya 7 aweke mbolea ya kupandia, kwa sababu siku hiyo ya 7 itakuwa ni kwamba mmea unakuwa na uwezo wa kufyonza mbolea iliyowekwa. Lakini tunasisitiza baada ya siku 14, manake siku ya 21 aweke mkuzio wa kwanza wa mbolea ya kukuzia. Kwa upande wao, baadhi ya wakulima wa mpunga kutoka kijiji cha Uturo, halmashauri ya wilaya Mbarali, wameupongeza mfumo huo kwa matumaini makubwa, wakisema utawasaidia kufanya kilimo chenye tija kutokana na upatikanaji wa taarifa sahihi kuhusu afya ya udongo na matumizi ya mbolea katika kilimo. Tungependa kuishukuru serikali kwa kuona umuhimu wa kuwekeza katika sekta ya kilimo. Tumejifunza shamba darasa ambao limetumia mbolea za TSP ikichanganywa na mbolea ya MOP pamoja na SA limeleta utofauti mkubwa sana na shamba darasa ambao alikufuata taratibu hizo. Kilimo walichokifanya katika shamba darasa hili hapa, naamini wazi kwamba mavuno utapata ni mazuri na ni mengi ambayo gharama yatakizi. Baada ya kupata elimu na kufanya vizuri kufuata taratibu zote, natarajia kupata hizo gunia 23. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania. Wananchi wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wamepongeza serikali kwa kufanya uwekezaji mkubwa wa mradi wa Interconnected Buhigwe ambao umesaidia kuongeza mapinduzi makubwa katika sekta ya nishati ya umeme. Kadislaus Ezekiel ana undani wa taarifa hiyo. Mapinduzi ya uwekezaji wa nishati ya umeme ni baada ya serikali kufanya uwekezaji kwa kusambaza nguzo za zege zenye urefu wa mita 13 na mradi ukiwa na umbali wa kilomita 8 kutoka Buhigwe mpaka Bulimanyi, mradi ambao umetekelezwa na TANESCO Buhigwe kwa 100% pasipo kupewa mkandarasi yeyote. Mapinduzi haya ya uwekezaji wa nishati yanafungua milango ya uwepo wa viwanda vidogo vidogo, mpango unaolenga kuongeza fursa na kukuza uchumi kwa wananchi. Tunaranda mbao, tunachana mbao kwa muda mfupi, ambapo kwa mwanzoni ni huduma ambayo kwa hapa Buhigwe haikuwepo, ila baada ya kupata umeme tumezidi kusambaza huduma hata kwa wateja mbalimbali tu. Vioksi vyetu vya hapo mjini wanajitahidi sana kupata maji ambayo yamepoa kwa kutumia friji, na majumbani kwetu akina mama wengine wanatumia majiko ya umeme. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kutuletea umeme wenye nguvu kiasi hichi tulichonacho sasa hivi. Bila umeme hapa kwangu mimi, kwa tuseme nikijisemea mimi mwenyewe, bila umeme huu naweza nyumbani naweza nisifanyeje? Naweza kalaa bila kula, kwa sababu nategemea nikishatoka nyumbani na nikishakuja kufungua hapa tayari hizi 200, 1000, 2000 hazikosekane za kwenda kufanyaje? Za kwenda kuemea na mahitaji madogo madogo haya. Upatikanaji wa umeme wa uhakika ni mafanikio ya uwekezaji wa gridi ya taifa mkoani Kigoma
ambapo kabla ya uwekezaji wananchi walikuwa na laini moja ya kutoka wilaya ya Kasulu na kufanya kuwepo kwa athari kwa jamii kukosa umeme wa uhakika, hasa kukatika mara kwa mara. Kwa sasa hivi mradi huu umekamilika kwa 100% na umeupa fursa wananchi waweze kufanya shughuli zao za kijamii, ikiwemo mashine ndogo ndogo za kusaga pamoja na matumizi ya kupikia kwa majiko ya umeme. Kwa hiyo ndugu wananchi, muupokee mradi huu, umeleta matokeo chanya katika wilaya yetu. Kwa sasa hivi umeme ni wa uhakika, sio wa kukatika tena, na umeme wenyewe una nguvu. Lile tatizo la low voltage limeshaondoka. Tunawakaribisha wawekezaji waje kuwekeza Buhigwe. Sasa hivi tuna umeme wa kutosha. Nguzo hizi ni imara sana na zinadumu kuanzia miaka 50 mpaka 100, lakini pia zinakubali kuwa katika maeneo yoyote. Kwa sasa mradi umeongeza wateja kwa 80%, msisitizo ikiwa kila kaya kuhakikisha inaona tija ya kutumia nishati ya umeme. Mradi huu umeweza kuongeza wateja mpaka kufikia 80%, lakini pia mradi huu umeweza kuongeza matumizi mpaka kufikia maximum ya megawati 2.6. Hivyo napenda kuasa wateja wa TANESCO na wananchi wa wilaya ya Buhigwe ambao bado hawajafanikiwa kufanya maombi ya umeme waweze kufanya maombi ya umeme kupitia mfumo wetu wa NiConnect. Mfumo huu ni rahisi, unaweza kufanya maombi ukiwa sehemu popote. Moja ya mahitaji makubwa kwa wananchi ni usalama wa afya zao, hivyo uwepo wa umeme wa uhakika ni hatua mahususi inayoongeza usalama ikiwa matumizi ya nishati safi ya kupikia itazingatiwa. Kwa shilingi 357 ambayo ni unit moja ya umeme unaweza kupikia maharage, lakini pia inatunza afya zetu kutokana na matumizi ya moshi. Unaweza ukapata kifua. Kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme haina moshi na ni salama kabisa kwa afya. Kutoka Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Kutoka Kigoma tuelekee huko mkoani Mbeya. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA kupitia idara ya upelelezi wa kodi nyanda za juu kusini kwa kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imewafikisha mahakamani watu 5 wakiwemo raia wa China kwa makosa 254 yanayodaiwa kuisababishia serikali hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 3.7. Samuel Mpogole ametukusanyia taarifa inayofafanua zaidi. Watuhumiwa hao wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mbeya wakikabiliwa na makosa 254 yakiwemo kusaidia ukwepaji wa kodi kwa njia ya ulaghai, kushindwa kuwasilisha taarifa za mapato baada ya kuuza dhahabu, kuwasilisha taarifa za uongo kuhusu mishahara ya wafanyakazi wa kampuni, hali iliyosababisha kuwasilishwa kwa taarifa zisizo sahihi za mapato, kuwasilisha nyaraka za kugushi za malipo ya kodi, kukwepa kodi pamoja na utakatishaji wa fedha. Makosa hayo yamesomwa na mawakili 4 wa serikali wakiongozwa na wakili mwandamizi wa serikali Achilles Po Mulisa mbele ya hakimu mkazi wa mkoa wa Mbeya Zawadi Laiza. Wakili huyo alidai mahakamani kuwa watuhumiwa hao walitenda makosa hayo katika nyakati tofauti kati ya mwaka 2019 na 2024 katika wilaya ya Chunya mkoani Mbeya na wilaya ya Momba mkoa wa Songwe. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulieleza mahakamani kuwa upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika na kuomba kupangwa tarehe nyingine ya kutajwa. Baada ya kusikiliza maelekezo hayo, mahakama ilieleza kuwa kutokana na baadhi ya makosa yanayowakabili watuhumiwa hao ikiwemo uhujumu uchumi, mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo wala kuwauliza watuhumiwa kama wanakubali au wanakataa mashtaka. Aidha, ilieleza kuwa kosa la utakatishaji fedha halina dhamana kisheria. Mahakama imeahirisha shauri hilo hadi Julai 2 mwaka huu, huku watuhumiwa wote wakirudishwa lumande. Baada ya kumalizika kwa mahakama, afisa mwandamizi kitengo cha upelelezi wa kodi nyanda za juu kusini Bwana Dickson Chidua alieleza hali halisi. Baini makosa ya kikodi yaliyofanywa na kampuni ya Sunshine Mining Limited kwa kushirikiana na watuhumiwa wengine 4 na kupelekea upotevu wa mapato serikalini. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania. Kutoka huko Mbeya tuelekee huko Geita.
Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amezindua mtambo wa kisasa wa kutengeneza na kusambaza vilipuzi kwa ajili ya shughuli za uchimbaji madini unaojulikana kama Mobile Manufacturing Unit unaomilikiwa na kampuni ya ESAP. Garus Leo kutoka Geita ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo uliofanyika katika manispaa ya Geita, Komba amesema serikali inaendelea kuhamasisha matumizi ya teknolojia na kuongeza ushiriki wa Watanzania katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini, huku umiliki wa mtambo huo na mwekezaji mzawa ukiwa ni mafanikio makubwa katika utekelezaji wa sera hiyo. Hii inakuja na teknolojia kubwa ya kiwanda hiki kinachotembea kwenye eneo la vilipuzi, lakini wao wenyewe ni wazalishaji wa vilipuzi na kiwanda kiko kule Bukombe. Hongereni sana sana kwa namna ambavyo mmewekeza kwenye eneo la kuzalisha vilipuzi kule Bukombe, lakini sasa mmetuletea gari hili ambalo linakwenda kutumia vilipuzi vinavyozalishwa na ESAP wenyewe. Lakini moja ya eneo muhimu sana ambalo serikali imewekewa mkazo kama alivyosema afisa madini mkazi wa Tume ya Madini ni kuona gani ambavyo wazawa wanaweza wakawezeshwa na wazawa wakasimamiwa na wazawa wakasaidiwa kwenye mnyororo wa thamani ya madini na wao wakawa na mchango mkubwa sana kupitia dhana ya local content. Aidha, kaimu mkuu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Geita, Kenneth Mwakasitu, amesema matumizi ya teknolojia za kisasa katika shughuli za uchimbaji madini yatachangia kupunguza ajali na kuongeza usalama kwa wafanyakazi na maeneo ya migodini. Kwa mkoa wetu wa Geita, ajali ambazo zinatokana na mambo ya ulipuaji wa miamba sio kubwa sana ukilinganisha na maeneo mengine. Hiyo kwa sababu kuna teknolojia kubwa sana ambazo zipo. Lakini sasa hivi tumeona kuna mtambo wa kisasa ambao utatuwezesha kuweza kutega hizi baruti ziweze kulipuka vizuri. Kwa hiyo nitoe rai tu kwenye wenye migodi mingine au wenye maeneo mengine ya uchimbaji kwamba waweze kuagiza mitambo ya kisasa, inasaidia kupunguza ajali za kwenye migodi za ulipuaji. Kwa upande wake, kaimu afisa madini mkazi mkoa wa Geita, Mhandisi Gaspar Kachenge, amesema ofisi yake itaendelea kushirikiana kwa karibu na kampuni ya ESAP ili kuhakikisha shughuli zake zinafanyika kwa kuzingatia sheria, usalama na viwango vinavyotakiwa bila kuwa na vikwazo vyovyote. Kama Tume ya Madini pamoja na serikali kwa ujumla kwamba tuko na nyie bega kwa bega, tutashirikiana na nyie kuhakikisha kwamba kazi zenu zinaenda vizuri, masuala ya vibali pamoja na masuala mengine yanapatikana kwa wakati ili kusiwe na mkwamo wowote katika kazi zenu. Naye mkurugenzi wa kampuni ya ESAP Mhandisi Yahaya Puyaga amesema mtambo huo utarahisisha shughuli za ulipuaji wa miamba katika migodi ya kati na mikubwa na kuongeza ufanisi wa uzalishaji. Kuwa na hii track ni game changer kwa kiasi kikubwa sana, na nina matumaini makubwa tutaweza kuincrease pato la Watanzania na pato la serikali kwa ujumla na kuweza kufanya maendeleo ya nchi yetu yaweze kukua kwa kiasi kikubwa. Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garus Liwa, Hope Channel Tanzania. Taarifa yake Garus Liwa inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi. Shule ya sekondari Benhabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benhabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benhabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benhabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benhabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benhabati, utupe
imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677448898 au 0756133221. Nyote mnakaribishwa. Asante sana rafiki mtazamaji. Kama ndiyo kwanza unaungana nasi, hii ni habari na matukio, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwa juma hili. Na sasa tunaelekea huko Katavi. Mwanaume mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 30 hadi 35 ambaye hajafahamika amekutwa amejinyonga kwa kutumia kipande cha chandarua katika mtaa wa Nsemulwa, manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi. Anapita ana undani wa taarifa hiyo. Wakazi wa mtaa huo pamoja na balozi wa shina namba 6 wa eneo ambalo tukio hilo limetokea wamesema wameshtushwa na tukio hilo na kueleza kuwa kijana huyo hawamfahamu. Ngoja kuona tukio kwa mtu amejinyonga ila simfahamu. Baada ya kupata taarifa hii nikaja kushuhudia sehemu ya tukio. Kiukweli hiki kitu kinasikitisha sana kama binadamu. Ushauri wangu kwa sisi vijana, tunapata changamoto sana kwenye familia zetu, lakini sasa kwenye hizo familia, hizo changamoto kuna viongozi wapo. Unaweza kukashirikisha wakatatua changamoto yako. Jua simu kwamba kuna mtu kwenye eneo lako amejinyonga. Nikaja kushuhudia na ni kweli, nikaanza kufanya utaratibu, nikampigia mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nsemulwa hakupatikana, nikampigia mwenyekiti wa mtaa Mgazini akapatikana, basi tukaendelea kupeana ushirikiano kwa ajili ya kumuondoa mwenzetu. Aliweza kujichukulia maamuzi ambayo ni magumu zaidi. Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa wa Nsemulwa Emily Kilomo ameeleza hatua aliyochukua baada ya kupata taarifa hiyo iliyotokea katika mtaa wake. Tumekuta kweli, tukashuhudia kwamba kweli kuna mtu amejinyonga. Nikajaribu kufanya mawasiliano kituo cha polisi, inaonekana kituo cha polisi zimeshafika. Polisi wamekuja, wameteremsha mwili. Wananchi wa pale waliokuwa eneo lile hawajaweza kumtambua yule marehemu. Isipokuwa tu bahati nzuri nasema kwa sababu amekutwa na simu kubwa mfukoni. Ile simu ndio polisi wamechukua, kwa maana kwamba itakwenda kuongoza kutafuta kwamba labda pengine ni mwenyeji wa wapi. Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Katavi, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Kastangonyani amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa taarifa ziliwafikia kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa huo. Aligundua kufariki kwa mtu asiyefahamika mwenye jinsia ya kiume, umri kati ya miaka 30 mpaka 35 baada ya kujinyonga kwa kujifunga shingoni kwa kutumia kipande cha chandarua na kujitundika kwenye mti. Kiini chanzo kinachunguzwa. Mbinu ni kwamba marehemu alifika eneo ambalo alikaliwi na mtu yoyote polini na kujinyonga. Mwili wa marehemu umehifadhiwa hospitali ya manispaa ya Mpanda ukisubiri kutambuliwa kwa ndugu na jamaa ili taratibu nyingine zifanyike. Hata hivyo, kamanda Ngonyani ametoa rai kwa jamii kuacha kujichukulia sheria mkononi na kusema kuwa changamoto zinapojitokeza ni vizuri kuzungumza na wazee, viongozi wa dini na kumwamini Mungu. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Anapita. Wakazi wa wilaya ya Maswa iliyopo mkoani Simiyu wameiomba serikali kuendelea na zoezi la kuangamiza mazalia ya mbu ili kutokomeza ugonjwa wa malaria wilayani humo. Mwanahabari wetu Anita Baringilaki kutoka huko Simiyu ana undani wa taarifa hiyo. Wameyasimama mara baada ya serikali kuzindua zoezi la upuliziaji wa dawa za kudhibiti vimelea vinavyosababisha ugonjwa wa malaria kwa kunyunyizia dawa kwenye vyanzo vyote vinavyoweza kuwa chanzo cha mazalia hayo, yakiwemo mabwawa, madimbwi na chemba za choo. Ninaishukuru sana serikali ya Tanzania kwa kuamua kufanya hili zoezi la kuharibu vimelea vya mbu wa malaria, lakini nilikuwa naomba pia wananchi waelimishwe ili waweze kuendeleza usafi wa mazingira. Ninatamani hili zoezi lifanyike mara kwa mara, kwa sababu inafika wakati hizi dawa zinamaliza muda wake,
hawa mbu wanaendelea kuzaliana. Kwa hiyo linapofanyika mara kwa mara, hawa mbu tutawatokomeza kabisa. Hili zoezi lisishie leo, ina maana liwe endelevu, si hapa tu, hata mikoa mingine, na sio wote waliowaelewa. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza akakuta anaweka dawa kwenye mabwawa, akakuta mabwawa haya tunaweka dawa, nyingine anahisi kwamba mnaweka vitu vya kuumiza watu. Wilaya hii kwa sasa kiwango cha maambukizi ya malaria kimeshuka ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Kiwango cha malaria kinaendelea kushuka na kupungua kwa mujibu wa tafiti na idadi ya wagonjwa waliogunduliwa kupitia vituo vya tiba. Pamoja na hivyo, kuna maeneo machache yenye mazalia ya mbu kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu ikiwemo kilimo, ufugaji, mabwawa, madimbwi na yale maeneo ambayo unakuta wanachimba kwa ajili ya kuchukua vifusi vya barabara. Kwa mujibu wa tafiti za School Malaria Parasite Survey, kiwango cha maambukizi kilikuwa 21%. Kwa sasa kiwango cha maambukizi cha malaria kimepungua mpaka 3% kwa robo iliyopita. Hii ni kwa sababu ya utekelezaji wa mikataba ya udhibiti wa malaria, mfano utoaji wa elimu ya afya juu ya udhibiti wa malaria, matumizi sahihi ya vyandarua, utunzaji wa usafi wa mazingira pamoja na upulizaji wa mazalia ya mbu ya kibiolojia biolarvicide. Tulipokea biolarvicide kutoka kiwanda cha TBPL Tanzania Biotech Product Limited kilichopo Kibaha Pwani, lita 900 zenye gharama ya shilingi milioni 10 na laki 8. Kuna viwadudu ambavyo vya kupuliza kwenye maji mataka na vingine vyenye maji masafi kama haya ambayo tumeyaona. Viwadudu hivyo vya kibiolojia havina madhara kwa viumbe hai wengine, hata maji yaliyonyunyiziwa dawa yakitumika kunywa au matumizi mengine ya kibinadamu. Mkuu wa wilaya Maswa Dr. Vincent Naano anawataka wataalamu kuhakikisha zoezi hili linafanyika kikamilifu. Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe kwa dhamira yake ameamua kugawa dawa hizi kwa halmashauri zenye changamoto kubwa ya malaria. Huu ni upendo mkubwa sana. Sasa hizi dawa zikaende kufungiwa. Naomba kazi hii ifanyike katika kila kata ambayo iko ndani ya wilaya ya Maswa, na watendaji wa vijiji waweze kushirikishwa na wenye viti wa vijiji na wenye viti wa mitaa katika mitaa yao. Ndani ya wiki 2 tuwe tumeshamaliza kupuliza dawa hizi kila mahali. Kutoka Maswa mkoani Simiyu, Anita Baringira, Hope Channel Tanzania. Wanafunzi wa shule ya sekondari mkoa wa Morogoro ambao ni wanamichezo wanaotarajia kwenda mkoani Iringa kwa ajili ya kushiriki michezo ya UMISETA kitaifa wametakiwa kujiepusha na rushwa ya ngono dhidi ya viongozi wao. Mwanahabari wetu Warioba Igombe ametuandalia taarifa ifuatayo. Rai hiyo imetolewa na Jeshi la Polisi wilaya ya Morogoro kupitia kwa Kopro Suleiman Kova wa dawati la jinsia na watoto walipokuwa wakiongea na wanafunzi hao na kuwataka vijana hao kuwa na tahadhari dhidi ya rushwa ya ngono. Kitu kimoja kinaitwa rushwa ya ngono kwenye michezo. Sawa? Yaani hili ni jambo kubwa sana ambalo linawakumba vijana wengi sana kwenye michezo sasa hivi. Tunaelewana? Kwenda kwenye mashindano, sawa? Ndio. Kuna viongozi wenu mnakuwa nao, si ndivyo? Ndio. Hii inawakumba watu wengi sana. Nyinyi na timu kama watu ambao mpo kwenye academy, sawa? Ndio. Unaweza wewe ukawa unacheza mpira uwanjani. Unapocheza mpira, maana yake kwenye teams kunakuwa na watu 11 uwanjani, si ndivyo? Sasa tuseme kwenye mpira, si ndivyo? Lakini kuna wengine wanakuwa sabu, si ndivyo? Sasa anaweza akaja kiongozi yoyote yule ambao nyinyi mnakuwa nao kwenye kambi yenu, si ndivyo? Anakwambia bwana, Zainabu, sikiza nikwambie. Mimi bwana nataka nikupe nafasi ya kucheza. Sawa? Ila sasa hii nafasi ya kucheza hii nikupe. Sawa? Nataka nishiriki mapenzi nao. Unaelewana? Si unaelewana? Anakwambia mimi, yani utacheza mechi zote. Sawa? Kwa kuwa wewe unatamani kucheza na ndoto zako ni kucheza mpira, si ndivyo? Unaweza ukakubali kwa sababu amefanyaje, amekurubuni, si ndivyo? Sasa hilo jambo ni jambo ambalo mnatakiwa mlikatae sana. Isaac Prokova amewataka vijana hao kutumia uwezo wao wa michezo ili kupata nafasi ya kushiriki na sio kushawishika kutumia njia nyingine ambayo ni haramu kuweza kupata nafasi. Yani wewe huko unapoenda uwezo wako ndio ukuonyeshe wewe ufanyaje? Ucheze, si ndivyo? Kama yeye anaona wewe huna uwezo wa kucheza, basi asubiri mpaka muda ambao wewe ataona una nafasi ya kufanyaje? Ya kucheza, lakini sio akulazimishe au akurubuni wewe kwamba ukimpa mapenzi ili wewe afanyaje? Akuruhusu wewe kufanyaje? Kucheza. Maana yake wewe utakuwa umetoa hongo ya nini? Ngono, tunaelewana? Amesema kuwa kwa umri wa vijana hao, endapo wasipokuwa makini wao wenyewe wataharibikiwa kimaisha, hivyo amewataka kuwa makini zaidi katika kipindi hiki ili kutengeneza maisha yao ya mbeleni. Kwa hiyo mimi nawasihi sana na nawaasa vijana. Mimi ni kijana kama nyinyi tu, au sio?
tukitoa magwanda tunakuwa tu vijana kama kawaida, si ndio? Na waasa sana. Hii kwenye age yenu ambao mliokopo sasa ndio age mbaya zaidi kuliko age yoyote ile kwenye maisha ya binadamu. Sio, tunaelewana? Wengi naamini kuanzia miaka 17 kwenda juu, si ndio? 17 tu 25. Ukivuka hapa salama. 17 mpaka miaka 25. Ukivuka salama, wewe mwamba. Sio, tunaelewana? Ukivuka hapo wewe maisha yoyote yale una uwezo ukaishi. Tunaelewana? Kwa hiyo hichi ni kipindi kigumu sana kwenu. Sana sana sana. Sasa ni namna gani ambavyo wewe unaweza ukajitengenezea mazingira mazuri ya kuvuka hichi kipindi? Ni wewe mwenyewe sasa. Sisi tunaelewana? Hakuna mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo ukiweza kujisimamia mwenyewe, naamini hichi kipindi mtakipita vizuri sana. Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe, Hope Channel Tanzania. Tuelekee huko Kigoma kwake Kadislaus Ezekiel. Wakulima mkoani Kigoma wametakiwa kutumia teknolojia sahihi katika uzalishaji wa mazao ya kilimo, ukaushaji na uhifadhi wa nafaka pamoja na matumizi ya zana bora za kilimo ili kuongeza tija ya kuwa na mazao bora yenye ushindani katika masoko ya ndani na nje ya nchi ili kuwa na tija ya ukuaji kiuchumi. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel ana undani wa taarifa hiyo. Wakulima wanasema licha ya kuongeza mbinu na uwekezaji katika kilimo, wanahitaji kuwa na uhakika wa masoko ili kuuza nafaka kwa wakati. Tunahitaji kuongeza uzalishaji kwa sababu mpaka sasa hivi tulikuwa tunafikiri kwamba tuna mazao ya kutosha, lakini kulingana na wafanyabiashara ambao tumekutana nao, tumejikuta kwamba bado tunahitaji kuzalisha mazao kwa wingi ili soko pia tuweze kukidhi mahitaji ya soko. Kwetu tunapopata soko, tija yetu ni bei. Bei ya mauzo ya hawa wanunuzi wanaotoka katika majukwaa haya ni yenye tija. Hivyo unakuta badala ya kugandamizwa wakati wa kuuza, unauza kwa bei nzuri. Jukwaa hili linalenga kuwaunganisha wakulima waliopo katika vyama vya ushirika 25 ili kuuza mazao yao kwa tija na kukuza uchumi. Tunatamani tuone wakulima vyama hivi vya ushirika vikiwa na masoko ya kudumu na vikiwa vinafanya kazi, vinadumu vyenyewe kwa maana ya kiutawala viweze kudumu. Na kudumu kiutawala, vyama hivi vya ushirika vinahusika na kilimo moja kwa moja. Tunatamani tuwaone wakiwa wana soko la uhakika, kwa maana leo tunawaunganisha na NFRI, Ghala la Chakula la Taifa. Tunaamini uhusiano huu utaendelea miaka na miaka pale ambapo vyama hivi vya ushirika vitaweza kukidhi mahitaji, vitaweza kukidhi vigezo na masharti. Mahitaji makubwa ya nafaka hususan mahindi yakitajwa kufungua fursa kwa wakulima kuongeza uzalishaji na kipato. Lazima vyama vihakikishe kwamba vinazingatia ubora wakati wa kukusanya au kununua mahindi hayo. Ubora unahusisha swala zima la kuzingatia kiwango cha unyevu kinachotakiwa, lakini vile vile kutoanika mahindi chini kwa ajili ya kuepuka mahindi hayo kupatwa na sumukuvi. Ili sasa hata wanaporudi kule shambani basi unakuwa una uwezo wa kusema kwamba tuongeze uzalishaji. Ni kweli katika mkoa wetu uzalishaji unaongezeka, lakini haongezeki kwa kiwango kile ambacho kilipaswa kiwe. Kwa hiyo tumeshauriana, kwa sababu wadau tuonao pamoja na wengine ni wakulima pia, basi tukasema tushauriane na tukakubaliana tufanye mabadiliko kwa maana ya kuanza kutumia teknolojia sahihi za uzalishaji, ikiwa ni pamoja na kuongeza matumizi ya pembejeo, lakini na kutumia zana bora. Tuache kutumia jembe la mkono. Pamoja na fursa hii ya kuuza bidhaa za nafaka, swala la vigezo na masharti linazingatiwa kuhakikisha mkulima anafikia lengo katika masoko ya kimataifa. Kwenye hii forum hapo tumeona kwamba wakulima wamekusanya takribani ya tani 600 za mahindi. Tani 600. Lakini sisi NFRI kwenye kanda hii tunataka tani 1038. Ni namna gani ambavyo unaona kwamba uhakika wa soko kwa NFRI kwa wakulima ni mkubwa mno? Kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Tuhitimishe na taarifa kutoka huko Lindi. Halmashauri ya wilaya ya Nachingwea mkoani Lindi imeendelea kuonyesha mafanikio katika usimamizi wa fedha baada ya kupata hati safi kwa miaka 5 mfululizo.
Brigita Kambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa baraza maalum la kupokea taarifa ya CAG, Dawson Barogweza, mkaguzi wa hesabu za serikali mkoa wa Lindi, amewapongeza halmashauri hiyo kwa kupata hati safi na kuwataka kuendelea kusimamia ukusanyaji wa mapato kwa kuzingatia weledi. Katika kipindi cha ukaguzi cha 2024-25, halmashauri ya wilaya ya Nachingwea ilipata hati inayoridhisha unqualified audit opinion. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenendo wa hati za ukaguzi kwa kipindi cha miaka 5 mfululizo, halmashauri ya wilaya ya Nachingwea imepata kwa miaka 5 mfululizo imepata hati inayoridhisha, yaani kuanzia 2021 mpaka 2025. Hongereni sana. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Nachingwea Adinani Mpiagila amewataka madiwani kwenda kusimamia makusanyo ya zao la ufuta ili kutatua changamoto wanazokabiliana nazo, hususan za uchakavu wa miundombinu. Mimi naomba tuje kukumbusha Mheshimiwa madiwani. Tumesikia hapa hoja, tumeingia na hoja hapa 7 lakini zimepungua. Lakini bado hoja hizi zilizobakia ili tuweze kutekeleza mfano tu uchakavu wa miundombinu ili ziweze kutoka lazima tuwe na mapato. Kwa kuwa na mapato lazima tukusanye. Kwa hiyo niwaombe, sasa tupo kwenye makusanyo ya zao la ufuta. Twendeni tukasimamie kwenye kata zetu kuhusiana na utoeshwaji wa zao hili, kwa sababu ikienda kwenye wilaya zingine jirani zetu maana sisi tumeenda kukosa. Mwisho niendelee kuwapongeza sana wataalamu wote, madiwani wote. Tuendelee tushikamane kama tulivyohusiwa, tukishikamana maendeleo yatapatikana. Naye mkuu wa mkoa wa Lindi Bi Zainab Telak amewapongeza viongozi wa halmashauri hiyo kwa kupata hati safi na amewataka kuendelea kushirikiana katika kutatua baadhi ya hoja zilizojitokeza ili kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi. Wewe pamoja na timu yako kwa kupata cheti safi. Wewe pamoja na waheshimiwa madiwani mkiongozwa na mwenyekiti wenu wa halmashauri, hongereni sana. Tumeona kitabu cha hoja kinaendelea kuwa chepesi, kurasa kadhaa, si ndio? Na hapa nadhani CAG mpaka anamaliza inaweza kubaki ukurasa 1.5. Ikimpendeza ukurasa 1.5, maana kama 4-5 hivi tumeshaona kama hazina mashiko, tutamalizana nazo. Kwa hiyo nawaomba mfanye spidi iende kubwa ili tuweze kuzifunga. Hatuna sababu ya kumpelekea Mheshimiwa Rais likitabu la hoja limejaa kurasa 50, kumbe hoja ni zile zile kwenye kila halmashauri. Tuzitambue vizuri na tuone namna gani tunaweza kuzifanyia kazi, tuzipunguze ili zisiwe hoja hizo hizo kwenye kila halmashauri. Mimi nadhani tunakwenda vizuri. Kutoka Lindi, mimi ni Brigita Kambona, Hope Channel Tanzania. Naam, taarifa yake Brigita Kambona kutoka Lindi, na tuhitimishia Hope News kwa siku ya leo. Miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo: Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kupanua huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani. Bunge limepitisha bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-27 kwa kura za ndio 385 sawa na asilimia 97. Na waziri wa fedha amependekeza marekebisho ya sheria ya 27 ili kuwezesha utekelezaji wa bajeti kuu ya serikali. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukufikia kwa matangazo haya, mimi ni Samuel Paul.